Mwenyekiti, awali ya yote kwanza napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutupa afya na nguvu na pumzi zake ya kuwepo hapa na kutekeleza majukumu ambayo yametukabili mbele yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze mchango wangu moja kwa moja katika sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitaja suala la utalii, huwezi kutaja utalii kama hujamtaja Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye tumemuona anahangaika nchi mbalimbali kwa ajili ya kutangaza utalii huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida nyingi tumeziona kupitia ziara zake mbalimbali ambazo anazifanya katika nchi mbalimbali kutangaza utalii, na leo tumejionea wageni wanakuja kwa wingi, lakini watalii pia wanakuja kwa wingi. Yote hii ni juhudi ya Mheshimiwa Rais. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapongeze sana viongozi wa wizara hii akiwemo Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, Afisa Mdhamini, wote hawa pamoja na watendaji wao wanafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba nichukue fursa hii nipongeze sana Mheshimiwa Rais kupitia watendaji wake wa wizara kwa zile tunzo ambazo wamezipata, tunzo mbalimbali ambazo zimetolewa kupitia sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, siri ya mafanikio ya kupata tunzo hizi ni utendaji mzuri wa kazi ambazo wanazifanya Mheshimiwa Rais, lakini na watendaji wake jinsi ambavyo wameshikamana kwa pamoja wanafanya kazi kumsaidia Mheshimiwa Rais ili kuona sekta hii inaendelea kukua. Na ushahidi wa hili tumeona katika hotuba yao kwamba sekta ya utalii ni sehemu moja ambayo inaingiza pato kubwa la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nije katika sekta hii ya utalii, lakini katika maeneo ambayo wanatangaza utalii au juu ya uwekezaji, ambao kuna maeneo sasa hivi hasa kwa upande wa kisiwani Pemba ambao sasa hivi tunaanza katika kuendeleza utalii, na tumeona ishara nzuri kwamba sasa hivi kuna uwanja wa ndege ambao sasa hivi unapanuliwa ili tuone utalii huu unapokuwa kwa upande wa kisiwani Pemba. Ndege zinakuja, sio watalii kwanza wafike Unguja alafu wavuke kwa boti waje kule moja kwa moja ili waende katika maeneo ya utalii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba niseme kwamba utalii ni sehemu moja ambayo unatuletea mapato katika serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sasa hivi kama nilivyosema kwamba kwa kule upande wa Pemba tumeona ishara nzuri ambao sasa hivi kuna barabara zimeshaanza kujengwa kwa matayarisho ya utalii na kuvutia wawekezaji, kwamba miundombinu yote ile iwepo ili wawekezaji wetu wavutike na kuja kuwekeza katika maeneo yetu mbalimbali katika kisiwa cha Pemba. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe shauri hapa. Mheshimiwa Waziri, tunaingia katika utalii. Kwa upande wa Pemba, naomba sana mshirikiane na wananchi ambao wanaishi katika maeneo yale tunayotaka kuwekeza masuala ya utalii. Kwa sababu hapa tumeona kuna mambo mbalimbali
kuna wananchi ambao kwamba wengine hawajaelewa nini maana utalii. Kwa hiyo wizara ifanye juhudi za dhati, waende kule maeneo ya vijijini, wawaelimishe wananchi wetu juu ya suala zima la utalii, ili wajue utalii ni kitu gani na nini serikali imekusudia kwa ajili ya uwekezaji, kwa ajili ya wananchi wao kupata manufaa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende katika idara ya makumbusho na mambo ya kale. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeziona jitihada kubwa ambazo wanaifanya watendaji wetu wa idara hii ya mambo ya kale. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna historia nyingi ambayo wizara hii au idara hii imekuwa wanahifadhi, na wananchi wanapofanya ziara zao wanakwenda katika maeneo yale ambayo wamehifadhi mambo haya ya kale na kujionea mambo mbalimbali, yakiwemo magari, lakini wakiwemo ndege mbalimbali ambao wamo mle. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri na atakapokuja nipe maelezo kidogo. Hapa Zanzibar kulikuwa kuna usafiri wa treni ambao ndio usafiri wa mwanzo kwa Afrika Mashariki, na usafiri huu ulianzishwa na Sultani Baraghashi na alianza kwa mabehewa mawili, na mabehewa haya yalikuwa yanaendeshwa kwa punda. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika makumbusho yetu hatujawahi kuona kwamba kichwa kile cha treni katika makumbusho yetu kiko wapi. Na usafiri huu mwanzo ulianzia Stone Town. Usafiri huu ulianzia Stone Town mwanzo hadi Chukwani, na baadaye sultani huu ndo akaendelea kuiboresha treni hii. Lakini naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais, na yeye kasema kwamba anataka kuanzisha usafiri huu wa treni ili turudishe ile historia ya Zanzibar ambayo imeanzishwa na masultani waliopita. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, niwaombe sana wizara kupitia Mheshimiwa Waziri tuyatafute yale mabaki mbalimbali ambayo walikuwa wanatumia masultani waliokuwepo katika nchi hii na kuyaweka katika maeneo yetu ya historia, ili watoto wetu waone ule uhalisia wa utumwa ambao ulikuwepo, lakini na vifaa mbalimbali ambavyo walikuwa wanavitumia sultani hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba niende tena katika kutangaza utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nielekee kwa upande wa kisiwani Pemba katika kutangaza utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati kabisa naomba nimpongeze afisa mdhamini dada yetu Zuhura Mgeni. Tumemuona mama huyu na watendaji wake anakuwa akivinjari katika maeneo mbalimbali, na tunamuona kuna matamasha mbalimbali ambayo anaendeleza ili kwa ajili ya historia na tamaduni zetu za Kizanzibari ziwe zinaonekana bado zipo, ili kwa ajili ya kuvutia utalii wanapokuja waone tamaduni zetu ambazo zipo Zanzibar. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, matamasha haya tumekuwa tukiona, kuna matamasha ya vyakula, lakini kuna matamasha ya michezo ya ng'ombe, kuna matamasha ya ngoma zetu za asili. Mie naomba nimpongeze sana Mheshimiwa mdhamini kwa kuandaa na wizara, lakini kwa kuandaa mpango huu kila mwaka wa kufanya matamasha haya. Kuna baadhi ya wananchi wameshasahau zile tamaduni zetu,
kwa michezo yetu mbalimbali ambayo ilikuwepo, wazazi wetu ambao walikuwa wanacheza, lakini humu mlikuwa mna baadhi ya ngoma ambazo wazazi wetu walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuitana na kukusanyika kwa ajili ya kutafuta uhuru wa nchi hii. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muombe Mheshimiwa Waziri bado maendeleo matamasha haya yaendelee kuimarishwa, yaendelee kufanyika ili tuone kwamba tunatunza historia zetu zisiondoke na watoto wetu waje kurithi historia ambayo wametuachia wazazi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimemwona pia mdhamini na watendaji wake katika kutangaza utalii wamekuwa wakifanya ziara mbalimbali. Nimewaona wamekwenda magofu kule Tanga katika magofu mbalimbali, ambayo hii najua kwamba walikwenda kwa lengo la kubadilishana mawazo na watendaji wenzao wa Tanzania bara ili kuona kwamba wanafanyaje kazi, lakini wanatunzaje mazingira au wanatunzaje kumbukumbu zao ili na wao waone, ili utalii wetu uongezeke na tuwavutie watalii wanapokuja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia naomba niende katika tamaduni zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muziki wa taarab ni muziki wetu wa asili, na huwezi kuitaja Zanzibar bila kutaja muziki wa taarab. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wetu sasa hivi wapo wanaimba taarab, lakini taarab zao au nyimbo zao mara nyingi wanakopi na kupesti. Tunataka tuone mambo mapya. Nyimbo nyingi wanazoimba ni zile nyimbo za wasanii wetu ambao wengine wameshafariki, lakini wengine wameshakuwa watu wazima. Sasa niwaombe sana wizara wawasimamie wana vikundi hawa ili tuone wanaleta vitu vipya, hii utamaduni wa taarab asilia ili usipotee, kwa sababu nyimbo hizi kila siku wakiendelea kuzikopi na kupesti, baadaye zitakosa ladha kama ambazo zina ladha za Kizanzibari. Utaondoka uhalisia wake na ladha zitakosekana na watalii watakuwa hawavutiwi na taarab zetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nije katika utalii wa ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais amekuwa akihamasisha utalii. Sasa na sisi wananchi tunatakiwa tushiriki katika sekta hiyo utalii katika nyanja mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa na sisi wananchi au wazazi tutakuwa tunachukua watoto wetu tukifanya utalii wa ndani, kuna maeneo ya kihistoria, kuna maeneo mbalimbali, kuna maeneo ya mapango, kuna mapango ya kale, watoto wetu hawajui haya. Leo ukimtoa mtoto wa mkoani, kuna mapango pengine maeneo ya kaskazini Makangale hawawezi kuyajua. Kwa hiyo tufanye ziara sisi wazazi, tuwachukue watoto wetu, tuwarithishe vile vitu ambavyo wazazi wetu na sisi waliturithisha, ili tuone utamaduni huu hauondoki na utalii wetu unaendelea kubakia, tukishiriki sisi wenyewe Wazanzibari kabla ya kutegemea wageni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule nchini China wenyewe wazawa ndio ambao wanaingiza pato kubwa la utalii wa ndani. Wanakuwa wanafanya utalii wa ndani, wanachukua wazazi wao, wanazichukua familia zao siku za weekend wanawapeleka. Kwa hiyo na sisi tuige utamaduni kama wazazi wa Kizanzibari ili tuone watoto wetu wanajua historia ya nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watoto wetu kwamba tunawasomesha katika maeneo mbalimbali ya maskuli ambazo wanapata elimu. Kuna baadhi ya skuli zetu, hasa baadhi ya skuli binafsi, watoto wetu wanakuwa wanapotoshwa. Na hili niwaombe sana sisi wazazi, wakati tunapowapeleka watoto wetu baadhi ya skuli za binafsi, tuwahojini nini wanachofundishwa. Wakati mwingine wanakuwa wanaambia nchi hii hakujafanyika mapinduzi.
Kwa hiyo hili suala hili lazima wazazi tuliangalie, tuwasomeshe watoto wetu jinsi ambavyo nchi hii ilikuwa imetawaliwa, jinsi ambavyo nchi hii wazazi wetu walikuwa wanapata shida hadi imekomboka nchi hii na kuwepo sisi hapa leo. Tuna furaha na watoto wetu wanapata furaha, wanasoma vizuri. Kwa hiyo tuwahojini watoto wetu ili tujue nini wanafundishwa na historia za nchi hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nije katika changamoto. Tumeona changamoto ambazo wameziainisha hapa na wamezipatia ufumbuzi changamoto zile, lakini mimi naomba niwashauri tu. Kwa mfano, wamesema kuna uvujaji wa mapato katika maeneo ya kihistoria. Mimi nawaomba tuwajenge wafanyakazi kwa uaminifu. Kila mfanyakazi anapata mshahara kupitia fedha ambayo wanaingiza watalii. Kwa hiyo watalii wanapokwenda katika maeneo husika, na wawe na uzalendo na upendo wa nchi hii, mapato yale wasivujishe, wizara iwasimamie wafanyakazi wale, wasivujishe mapato, kwa sababu mapato yale yanapoingia serikalini ndiyo haya yanarudi wanapewa mishahara. Kwa hiyo wakifanya hivi, wajue kwamba kazi ni ibada na kila mtu ataulizwa jinsi ambavyo amefanya kazi zake. Lakini hata Mwenyezi Mungu kasema fantashiru fil ardi, yani twende tukatafute riziki. Sasa wafanyakazi hawa wanakwenda katika maeneo yale kwa ajili ya kutafuta riziki. Sasa hizi riziki wanazitafuta, waangalie wako sahihi na hili wanalolifanya, kwamba wapeleke mapato serikalini, lakini baadaye wanapitia mkono wa kushoto. Kwa hivyo ni wasihi sana wizara wawasimamie wafanyakazi hawa ili tuone kwamba wanafanya kazi vizuri, mapato yanaingia, tunawahudumia wananchi kupitia mapato haya mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vile kama alivyosema hapa mwenzangu Dokta, waangalie pia jinsi ya kutumia mfumo ili haya mapato, japo kwamba kuna maeneo utakutia maeneo ya mambo ya kale, kwa mfano kama magofu yako maeneo ambayo sio sahihi pengine kuyaunga na mfumo, lakini waangalie njia gani watumie ili mapato haya yasiendelee kupotea. Lakini pia wamesema kuna uhaba wa wataalamu katika utalii na mambo ya kale. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na changamoto ambazo wameziainisha, lakini niwaombe sana hizi changamoto wasizichukulie kama changamoto kama wizara, pamoja na utatuzi wao. Naomba wazichukulie iwe ni fursa na wazifanyie kazi. Lengo la serikali yetu ni kukusanya mapato na tusiweke kipaumbele changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia hili, kama wanasema wana upungufu kidogo wa vijana ambao wamesomea katika fani hizi za mambo ya kale na utalii, sisi kula Micheweni wapo vijana ambao wamesomea fani hii hawajaajiri au hawajaajiriwa. Kwa hiyo hebu wafuatilie vijana ambao wana hizi fani, tuone kwamba hii sekta inafanya kazi vizuri, kwa sababu mjenga nchi ni mwananchi. Kwa hiyo vijana wale wapo mitaani wanazurura, wamesoma fani zile. Mie ni waombe Mheshimiwa Rais awaingizie fedha za kutosha ili waajiri wataalamu wa fani hizi, tuone kwamba hii sekta inaendelea vizuri na wanafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo yote, naomba nimpongeze makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman, ambaye anaendelea kutuongoza na kutusimamia katika kazi zetu. Lakini pia naomba nichukue fursa hii nikupongezeni sana Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na nyinyi wenye viti ambao mnakuwepo mbele hapo kila siku, mnaendelea kutusimamia, mnatuongoza, tunafanya kazi zetu kwa uhakika. Mwenyezi Mungu akulipeni kheri inshallah. Na tunaingia katika uchaguzi, basi Mwenyezi Mungu akufanyeni wepesi, mrudi tena ili mje kutuongoza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa, naomba
Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba, niunge mkono hoja hii 100%, lakini niwaombe waheshimiwa wenzangu wawakilishi, tupitisheni bajeti hii ili tuone kwamba wanafanya kazi zao kwa uhakika. Utalii tunautaka, tunaona unapoboreshwa, ili tuone nchi yetu inazidi kutangazika huko nje na kwingineko. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.